Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Leo tarehe 17 ya mwezi wa pili mwaka 2026, Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam imeendelea kusikiliza kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu ambaye anashtakiwa na kwa kosa la uhaini. Katika kesi hiyo leo upande wa Jamhuri umeweza kuleta mashahidi wawili, shahidi mmoja ambaye analindwa na shahidi mwingine ambaye alindwi. Shahidi yule ambaye alindwa ni askari ambaye ametoka Arusha, ambaye anasema kwamba yeye alifanya kazi ya kuweza kuwashika watu ambao walikuwa wakipanga njama za kufanya vurugu kwa sababu na kupanga kuzuia uchaguzi wa mwaka 2025 kutokana na kauli ambazo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo alizitoa mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Na hiyo ni kwamba hizo hatua zilichukuliwa kana kwamba ni siku hiyo tarehe 3 hiyo tayari baada ya tu kauli za Lissu kuwa zimetoka siku hiyo, hawa polisi kule Arusha tayari wakawa wameshaingia katika hatua za hange na kuanza kushika watu, na mwisho wa siku mwenyekiti Lissu ameweza kumhoji kwa kina maswali ya kumdodosa na kuonyesha kwamba kwa sehemu kubwa huyu askari anatoa ushahidi ambao unapingana na kile alichokiandika katika tamko lake au katika ile maelezo yake pale polisi. Ameweza kuonyesha kwamba kinyume cha sheria askari huyu aliandika maelezo yake mwenyewe na wakati atakiwa akajionya mwenyewe na vile vile akajithibitishia yeye mwenyewe, kitu ambacho ni kinyume cha sheria ya mwenendo makosa ya jinai na vile vile ile kanuni za kipolisi PGO ambazo zinataka kwamba polisi wafanye kazi zao kwa weledi. Hali kadhalika mwenyekiti Lissu ameweza kumuuliza askari aeleze kwamba kama kusema kwamba tutapinga uchaguzi kufanyika, tuzuia uchaguzi usifanyike ili kufanyike mabadiliko ya katiba na ya kisheria ili kuwe na uchaguzi huru na haki, kama ni kosa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Polisi yule ameishia kusema kwamba hajui. Ilikuwa inasikitisha kwamba wakati mwingine nikana kwamba wale ambao wameleta mashtaka haya hawaonei huruma mashahidi hawa wa Jamhuri, wanataka pengine kuwadhalilisha, kwa sababu maana yake ni kwamba watu wanavuliwa nguo hadharani, heshima zao na utu wao unatwezwa na kuharibika kutokana kwamba wanakuja kutoa ushahidi ambao hauna kichwa wala miguu. Na bahati mbaya zaidi sasa, kuna wakati mwingine kusarula sio mbaya, inategemea wakati watu tunasikia tutasema wanamwaga radhi, lakini kumanua ni kosa baya. Sasa kama watu wanafikia hatua ya kumanua hadharani mahakamani, hii sio kitu kizuri. Kwa hiyo sasa ni masuala ambayo sisi kama yanasikitisha. Mtu ambaye unakaa mahakamani unasikiliza hii kesi, unaanza kulilia nchi yako na kusema kwamba je, tunazingatia ibara ya 27 ibara ndogo ya kwanza na ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inataka kwamba sisi kila mmoja wetu hakikisha kwamba rasilimali za nchi yetu zinatumika vizuri. Na kwa maana hiyo kuendesha kesi ambayo haina kichwa wala miguu au kuleta mashahidi wa namna hii ni matumizi mabaya ya rasilimali. Shahidi wa pili alikuwa ni yule ambaye amelindwa, ambaye ni kijana ambaye anasema kwamba ni miongoni mwa wale vijana wawili ambao walishikwa, ndio dereva wa bodaboda ambao walishikwa kule kwa Mrombo eneo la kule Arusha. Mwenyekiti ameweza kuonyesha kwamba maelezo yao maelezo yake ambayo aliyatoa kule polisi na yale ambayo ameyatoa hivi leo yanakizana kwa kiwango kikubwa sana. Mwisho wa siku ni kwamba ni kama ile maelezo yale na ushahidi ambao ameutoa leo kama vinakinzana, ni maana yake unakuwa na ushahidi wa uongo. Vitu vingi kijana amesema kwamba hajui, ni kama vile ambayo yule askari alisema hajui. Mwisho wa siku unaweza kuona kwamba sasa kama tuna maaskari kama wale, nikimrudia ile shahidi wa kwanza, maaskari kama hawa mwisho wa siku ndio mafunzo ambayo ameyapata, mafunzo ya kwenda kusema uongo, mafunzo ya kugeuza uongo kuwa ukweli. Hapa tunajenga taifa gani? Je, tunakuwa na watu ambao wana unyofu wa kimaadili? Yani are these people of integrity or people whose moral fiber has been corrupted? Sasa kwa hiyo tuna shida kwamba hii kesi kwa namna moja au nyingine inaianika Jamhuri vibaya, inawaanika mapolisi wetu vibaya, inaalika vyombo vyetu hivi kwa vibaya, lakini kikubwa zaidi na kibaya zaidi ni kuidhalilisha mahakama, ni kupoteza rasilimali za mahakama kusikiza kesi za namna hii. Kwa hiyo mimi kwa mara nyingine tena, wale wanaosikia, tuliona kwenye kesi ya mwenyekiti wa zamani wa Chadema Freeman Aikaeli Mbowe, waliulizwa wale wakubwa wa polisi maswali ambayo yalikuwa kwa kweli yanaonyesha kwamba hakuna uweledi, wakati PGO nataka wafanye kazi zao kwa uweledi. Na leo katika kesi hii ukiangalia mambo yanavyozidi kuendelea, sio leo tu na tokea tumeanza ushahidi huu, tokea shahidi wa kwanza alivyoanza mpaka leo,
hali inasikitisha. Mwisho wa siku unaanza kufanya nini? Ungekuwa unashika kinani kichwa, nasema Mungu wangu, naanza napiga. Kama ingekuwa mwanamama angekuwa anatoka anapiga nini, anapiga nduru kwamba bwana hali yenyewe ni mbaya, yaani unaililia nchi yako. Kama mfano natukia mfano ule wa Yesu ambaye alisema, enyi wanawake wa Yerusalemu, msinilie mimi bali mwalilie watoto wenu. Hapo unaanza kuililia hata nchi yako. Kama tumefika hapa, tunaanza kuililia nchi yetu. Kwa hiyo basi kesi hii itaendelea kesho tarehe 18 ya mwezi wa pili mwaka 2026 saa 3 asubuhi. Mwenyekiti yuko tayari kabisa na imara, ameweza kuona kwamba ni mtu ambaye hajapungukiwa bashasha, tabasamu, na mtu ambaye ameweza kuonyesha umahiri wa ajabu na mkubwa sana wa kuweza sheria na haraka kuweza kujua maeneo ya kuweza kujua udhaifu wa kesi ya jamhuri uko wapi na wale mashahidi, na mwisho wa siku ni kuweza kuonyesha kwamba sasa, je, kama huyu mtu angekuwa na nafasi ya kutosha kupata maelezo yale na kuweza kuyakaa pembeni na kuyachambua, au angekuwa na nafasi ya kutumia kompyuta na AI kuweza kupitia ule ushahidi mara moja na kupitisha kwenye AI, hali ingekuwaje? Hali ingekuwa ni mbaya sana. Ile style ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.